umoja. Mwenyekiti wa vijana wajanja, karibu sana uzungumze na mtandao. Peoples. Naitwa Deogratias Mahinyila, ni mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema, vijana wajanja kabisa wa Chadema. Mheshimiwa God Bless Lema, mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Sharifa Suleiman, mwenyekiti wa baraza la wanawake, kaka yangu Mheshimiwa Boniface Jacob, mjumbe wa kamati kuu na mwenyekiti wa kanda ya Pwani, na viongozi wote wa meza kuu, itifaki imezingatiwa. Segerea Peoples. Kwa sababu ya muda naomba nizungumze mambo mawili. Jambo la kwanza, kwa mujibu wa takwimu za sensa ya mwaka 2022 inasema kila walipo Watanzania 10, Watanzania 7 wana chini ya umri wa miaka 35. Na kwa mujibu wa katiba yetu ya chama inasema BAVICHA ni vijana wenye miaka kuanzia 18 mpaka 35. Na asilimia 75 ya Watanzania wote waliopo kwa sasa umri wao hauzidi miaka 35. Sasa kwa mujibu wa takwimu hizo, kama kuna jambo lolote linapaswa kufanyika na kuwezekana kwenye taifa hili, ni lazima jambo hilo liungwe mkono na vijana. Sasa sisi vijana wa Chadema tunaunga mkono msimamo wa chama wa kwamba kusipokuwepo na mabadiliko ya sheria za uchaguzi hakutakuwa na uchaguzi. Sisi vijana wa Chadema tunaunga mkono. Kwa nini tunaunga mkono jambo hilo? Ziko changamoto nyingi sana zinawakumba vijana wa taifa hili. Changamoto kubwa kuliko zote kwa sasa ni changamoto ya ajira. Kuna taasisi inaitwa Police Forum, Mheshimiwa God Bless Lema. Police Forum wanasema kwa kila mwaka vijana wanaoingia kwenye soko la ajira ni vijana 1,000,000 kwenye taifa letu. Na vijana wenye uhakika wa kupata ajira ni angalau vijana 40,000 mpaka 50,000. Kwa wako vijana 950,000 wanaingia kwenye soko la ajira na hawajui wafanye jambo gani. Juzi tarehe 27 mwezi wa 3, wakati mkaguzi wa hesabu za serikali anatoa ripoti yake, alisema deni la taifa limefika trilioni 97. Rais Samia peke yake amekopa trilioni 30 kwa miaka 4 aliyokaa madarakani. Rais Magufuli kwa miaka 6 aliyokaa madarakani alikopa trilioni 19 tu. Sasa huyu mama anakopa mapesa yote haya, halafu hatatui tatizo la ajira kwenye taifa letu. Kuna haja gani ya kukopa mapesa mengi kama hayo? Kuna haja gani ya mtu kuwa rais wa nchi halafu changamoto zinazowakumba vijana kama changamoto za ajira huwezi kuzitatua? Kwa sisi vijana wa taifa hili tunao wajibu na tunayo sababu kubwa kuliko kundi lingine lolote la kudai mabadiliko ya sheria za uchaguzi, kwa sababu viongozi wanaotuongoza kwenye taifa hili, viongozi ambao kupitia mifumo ya uchaguzi tulionayo, wamekuwa hawatatui changamoto za msingi za vijana kama changamoto ya ajira. Kwa nawaombeni sana vijana wenzangu wa Segerea, sisi tunapaswa kuwa na wivu mkubwa wa kutetea ajenda hii ya no reforms no election, kwa sababu serikali iliyoko madarakani haitatui changamoto za msingi za vijana, ikiwemo changamoto ya ajira. Hatuna mtu yoyote atakayekuja kutusaidia kutatua changamoto za ajira kama sisi vijana tutakuwa sauti ya kuwachagua viongozi ambao tunadhani na tunaamini watatatua changamoto tulizonazo. Ama CCM hawezi kutatua changamoto za ajira kwa sababu hakijawahi kuwa kipaumbele chao. Ndio maana juzi nimemsikia Waziri Mkuu Majaliwa anasema eti vijana waliomaliza vyuo wanapaswa kwenda VETA wakasomee ujuzi, wakatafute ujuzi ili waweze kuajirika. Hizi ni akili, kauli hizi zinaweza zikasemwa na mtu mzima, lakini kwa kweli ni kauli ambazo za ajabu sana. Mtu ambaye amesomea ualimu wa Kiswahili, ualimu wa Kiingereza, VETA inamsaidia nini yeye kwenda kufundisha Kiswahili? Kwa hiyo hawa watu wanathibitisha kwamba hawana nia yoyote ya kutatua changamoto za Watanzania na wanakimbia majukumu yao ya kimsingi ambayo wanapaswa kuyatekeleza. Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza. Jambo la pili na la mwisho, chaguzi hizi kwenye taifa letu zimekuwa zinagharimu mapesa mengi sana. Uchaguzi wa mwaka 2020 maandalizi yake tu yaligharimu bilioni 157. Uchaguzi wenyewe uligharimu zaidi ya bilioni 300. Huu uchaguzi wa mwaka huu utagharimu kwa Tanzania nzima zaidi ya bilioni 500. Nyie watu wa Segerea, jimbo lenu tu moja
linagharimu zaidi ya bilioni 1.5 bilioni 2. Sasa kuna haja gani ya kutumia mabilioni ya shilingi kwenda kufanya uchaguzi ambao wote tunajua hata kama CCM wataweka jiwe litashinda? Ndio maana sisi vijana wa Chadema na sisi wana Chadema tunasema hizo bilioni 500 ambazo zinaenda kutupwa, hizo bilioni 500 ambazo zinaenda kuhalalisha CCM ionekanike kwenye jumuiya za kimataifa kwamba inashinda kwa chaguzi huru na haki, hizo pesa mwaka huu zisitumike kuzipoteza, zisitumike kuhalalishia CCM kushinda uchaguzi. Hizo fedha tutumie kwa ajili ya kuwapa vijana ajira, kwa ajili ya kupeleka huduma za maendeleo kwenye taifa letu. Jambo la mwisho, juzi mkaguzi wa hesabu za serikali anasema nyewe watu wa Segerea, nyewe watu wa Ilala, zaidi ya bilioni 6.38 nafikiri za ushuru ambazo zinakusanywa kwenye ushuru wa minada, ushuru wa masoko. Hizo fedha anasema hazijapelekwa benki. Kutokupelekwa benki maana yake hizo fedha zimepigwa. Sasa tuwaambie serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais Samia kwamba wako watu wengi huko mitaani mnaopaswa kuwakamata na kuwafungulia makesi mengi ya hujumu uchumi na ya kupoteza fedha za serikali. Sio Tundu Lissu. Hao watu wa Ilala, mkurugenzi wa halmashauri na viongozi wote pale ambao mnaona wamevaa suto na vitambi wako pale Ilala, wanapaswa kuwepo jela, sio Tundu Lissu. Kwa sisi vijana wa Chadema tunapinga na tunakemea, tuungi mkono kitendo cha mwenyekiti wetu wa chama kufunguliwa mashtaka ya hovyo, mashtaka ya kutaka kuifanya Chadema isiendelee kusimamia no reforms no election. Sisi tunawaambia tutaendelea kusimamia msimamo huo wa chama na tunahitaji wamwachie mwenyekiti wetu bila masharti yoyote, aendelee kufanya kazi ya kitume ya kuwapigania Watanzania. Asanteni sana na Mungu awabariki sana.